Simulizi yetu fupi ya siku ya leo inaitwa Imani Mbili Penzi Moja. Mtunzi wa simulizi hii anaitwa Hans Marcelin kutokea hapa Simulizi Mixi. Na simulizi hii inakujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DJ Toto Michele. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi pia. Simulizi hii inaitwa Imani Mbili Penzi Moja. Hansi alikuwa ni kijana mwerevu mwenye nidhamu na upole wa kupendeza. Alikuwa ni Muislamu wa kweli mwenye kuhudhuria msikiti kila Ijumaa. Alikuwa anasali kwa bidii akiheshimu pia mafundisho ya dini yake. Alikuwa anaishi Mbagara, Dar es Salaam, na alikuwa ni muuzaji wa vifaa vya elektroniki huko sokoni. Siku moja bwana Hansi wakati yuko sokoni, macho yake yalikutana na mrembo Fortunata. Binti mrembo kabisa mwenye macho makubwa na tabasamu lililojaa upole. Fortunata alikuwa ni Mkristo wa dhehebu la Kikatoliki, lakini pia alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu. Alikuwa amekuja sokoni siku hiyo kumnunulia baba yake redio mpya. Hansi alimsaidia kiustaarabu kabisa na mazungumzo yao yaligeuka kuwa urafiki. Urafiki huo haukukomea hapo. Wiki zilivyokwenda walizoeana zaidi na walikuwa nakutana kwa siri. Walikuwa na shiriki ndoto, malengo na hatimaye moyo pia. Mapenzi yalizaliwa katika imani mbili tofauti, lakini mioyo yao ilikuwa inapigana kwa sauti moja. Lakini si kila mtu alikuwa anafurahia penzi lao. Wazazi wa Fortunata, hasa baba yake mzee Mwakalinga, walipopata habari kwamba binti yao anatembea na Muislamu, walighadhabika mno. Walimkemea vikali kabisa Fortunata, wakamwambia kwamba aachane kabisa na Hansi mara moja. Fortunata alipinga. Alisema kwamba yeye hawezi kabisa kumwacha mtu ambaye alikuwa anampenda namna kama ile eti kwa sababu tu ya dini. Lakini wazazi wa Fortunata na wao hawakupendezwa kabisa na jambo hilo. Kwa waliamua kumkomesha Hansi. Kwa kutumia ushawishi wao pamoja na mali ambazo alikuwa nazo, walimchongea kesi ya ubakaji wa Fortunata. Ilikuwa ni uongo mtupu, lakini ushahidi wa kisiasa na kifamilia ulimwingiza Hansi gerezani kwa kifungo cha miaka 3. Ndani ya gereza la Ukonga, Hansi alilazimika kuzoea maisha magumu. Alikuwa anaishi kwa mateso akidhulumiwa na baadhi ya askari, lakini aliendelea tu kuwa mnyenyekevu siku zote na mwenye nidhamu na hakuacha kabisa kuswali. Siku moja mkuu wa gereza Kamishna Jenerali Alex Ngonyani alimuita ofisini kwake na alishangazwa mno na tabia yake bwana Hansi. Mara baada ya kufanya uchunguzi wake wa ndani, aligundua kwamba Hansi alikuwa amefungwa kwa fitina tu, na zaidi ya hapo aligundua kwamba kijana huyo alikuwa na mawasiliano ya awali na mpwa wake Fortunata. Kamishna Ngonyani alikuwa ni baba mdogo wa Fortunata. Alikuwa ni mtu mwenye busara na alikuwa anaamini kabisa kwamba mapenzi ya kweli hayaangalii dini bali yanatazama moyo. Alichukua hatua haraka. Hansi aliachiwa kwa msamaha wa rais, lakini kwa makubaliano ya kwamba atakuwa ni msaidizi wa nyumbani kwa huyo kamishna jenerali wa magereza. Nyumbani kwa kamishna, Hansi alipata heshima na utulivu wa kweli. Fortunata na yeye alikuwa akija mara kwa mara kumtembelea baba mdogo wake. Macho yao yaliangaza kila pale ambapo walikuwa nakutana. Mwaka mmoja wa huduma uliwajenga wote wawili. Fortunata alimaliza chuo. Hansi alipata uaminifu mkubwa sana. Siku moja kamishna alimuita Hansi na kisha kumwambia, "Nimeona lakini pia nimeamini. Penzi lenu ni safi kabisa, na kama Fortunata bado anaendelea kukupenda na wewe bado unaendelea kumpenda pia, basi mimi nitawasimamia mpaka mtakapofunga ndoa." Alikuwa anazungumza pale huyo kamishna. Fortunata alilia kwa furaha mara baada ya kusikia hivyo. Hata Hansi mwenyewe alishindwa kabisa kuamini kama kweli kabisa kamishna alikuwa anazungumza vile. Mwaka uliofuata, mara baada ya maandalizi ya muda, Hansi pamoja na Fortunata walifunga ndoa ya mseto. Wakati wazazi wa Fortunata walikataa kuhudhuria, Kamishna Ngonyani alisimama kama mlezi na kama baba pia. Ndoa ilifanyika katika bustani ya familia
na watu waliokuwepo pale walilia machozi ya furaha. Baadaye wazazi wa Fortunata walikuja kumtambua Hansi walipoona heshima aliyopewa na jamii ilikuwa ni kubwa, na hata baada ya kuona mabadiliko mazuri ambayo alimletea Fortunata. Mapenzi yao yalivuka milima ya chuki, mabonde ya tofauti za imani, pamoja na maporomoko ya mateso. Leo hii binti mrembo kabisa Fortunata pamoja na kijana Hansi wanaishi vizuri kabisa kama mume na mke, wakilea watoto wao katika misingi ya heshima, upendo na kuvumiliana pia. Na kila wakimtazama Kamishna Ngonyani, wanajua kwamba dunia ina watu wachache wanaoamini kwamba upendo sio dini, una uwezo wa kuokoa pia. Na huo ndio mwisho wa simulizi yetu fupi ya siku ya leo, inaitwa Imani Mbili Penzi Moja. Simulizi hii imekujia kwa udhamini mkubwa kabisa wa DJ Toto Michele. Mimi naitwa Felix Mwenda kutokea hapa Simulizi Mixi.